Watu wengi wamefundishwa kuhusiana na vile Mungu amewapangia mambo mema katika ratiba ya maisha yao, lakini hawajafundishwa kwamba katika upande mwingine wa falme za giza shetani amewapangia mabaya. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Yohana mlango wa 10 na mstari wa 10, Maandiko yanasema mwivi aje ila aibe, haribu na kuua. Maandiko yanasema Yesu alikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Lakini kabla Yesu haja kuja ili tuwe na uzima na tuwe na uzima tele, kuna mwivi hapa ambaye amekuja ili kuiba, amekuja ili kuharibu, amekuja ili kuua. Sasa watu wengi hawafundishi upande huo sana. Ndio maana utaona kwamba watu wanatokewa na mambo kigafla pasipo kujua kwamba huu ubaya umekutokea. Kila mwaka wachawi wanakaa kikao ili kupanga mabaya ambao watayafanya katika dunia, na haswa ile siku ya Pasaka ama zile sikukuu za Pasaka, wachawi wanakutanikanga, wanakaa katika vikao ili wapange mabaya ambayo yatatokea. Na hapo ndio sasa wanakuanga na mkuu wao shetani amesimama mbele yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio sababu utaona kwamba wakati wa Pasaka mara nyingi kuna mtu mkubwa katika serikali ama mtu mkubwa ambaye anajulikana, ambaye ni mwabudu wa shetani, huwa anakufa wakati ule. Lakini pia wakati wa sikukuu ya Krismasi, lakini pia siku ya kupata mwaka, huwa lazima wachawi wakutane, na wakikutana wanakuanga wanapanga mabaya ambao yataupata ulimwengu. Kila mchawi katika ile level yuko huwa anapanganga vile ambavyo ataharibu. Ikuwa ni mchawi ambaye anaharibingi ndoa, kwenye hiyo level atapanga vile ambavyo ataharibu ndoa. Ikuwa ni mchawi ambaye ako kwenye level ya kuharibu serikali, atapanga kwenye hiyo level. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watu wengi ambao mabaya yanawapata kwa ghafla wanakuanga wamepangiwa, lakini wasije wakajua, wasije wakafahamu kwamba kumbe walikuwa wamepangiwa mabaya katika ulimwengu wa kishetani. Ndio maana mitume wa Yesu siku moja wanakutana na Yesu kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 1 na mstari wa 6 na wa 7. Wanamuuliza Yesu, huu ndio wakati ambao Yesu umekuja ili kuturudishia ufalme. Sasa Yesu ndio arudishe huu ufalme. Nani alikuwa amechukua ule ufalme? Ina maana kwamba shetani alikuwa ameukamata ule ufalme. Shetani ndiye alikuwa miliki za ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakamuuliza Yesu, huu ndio wakati? Ina maana kwamba kama kuna wakati ambao Yesu alikuwa amepanga ili kuwarudishia ufalme, kuna wakati ambao shetani alikuwa amepanga ili kuwanyang'anya ufalme, lakini wao wakalala, wakajipata kwamba wako kwenye mikono ya adui zao. Yesu anapofika Yerusalemu kwenye kile kitabu cha Luka mtakatifu mlango wa 19 kuanzia mstari wa 41 mpaka 44, Maandiko yanasema kwamba Yesu alipofika Yerusalemu akalia sana alipoangalia Yerusalemu. Anasema laiti mngalijua wakati na majira, laiti mngalijua kiwapasapo kufanya wakati huu wa amani. Ulikuwa ni wakati wa amani kwao, lakini kuna kipindi ambacho hapo mbele shetani alikuwa amewapangia mabaya. Alikuwa amepanga kuja kuharibu Yerusalemu, lakini walikuwa hawajajua, hawana ufahamu. Yesu anawaambia, lakini yamefichika machoni pako. Kumbe mtu anaweza akatengenezewa ajali, akatengenezewa mabaya katika ratiba yake, akatengenezewa ndoa yake kuvunjika, lakini asijue. Ukawa ni wakati wa amani unacheka na mchumba wako, ukawa ni wakati wa amani uko na afya yako, lakini baada ya siku chache unashangaa kwamba unaingia ndani ya gari kwa sababu ulikuwa umepangiwa. Ulikuwa uko na afya, lakini unatoka ndani ya gari ukiwa na ajali, umevunjika, kwa sababu hukujua siku ambao shetani, ulikuwa ni wakati wako wa amani, lakini hukujua huo wakati wa amani ndio shetani alikuwa anakupangia mabaya. Ukiona ndoa yako inavunjika ambao Mungu ndiye alikuwa ameunganisha, Maandiko yanasema alichounganisha Bwana mwanadamu asitenganishe. Ukiona hiyo ndoa yako inavunjika, ujue kuna siku wachawi na waganga walikaa kikao wakakupangia hiyo ndoa yako ivunjike. Lakini wakati ule ulikuwa na amani, mlikuwa mnacheka, mnaenda outing, mnafanya mambo makubwa, lakini ukashindwa kujua kwamba huu wakati wa amani ndio wakati ulifaa kuomba sana, ili kwamba shetani azikupangie mabaya.
Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anafika katika mji wa Yerusalemu, anaulilia sana, anasema yamefichika machoni penu kwamba kuna mabaya atakuja kuwapata, lakini hamjui. Kuna mtu ambaye saa hii amelala, ako na amani, lakini kesho ajui ataka ampata. Ndio maana kila wakati unafaa kujitoa kwenye siku ya uovu katika kalenda za kichawi. Ile kalenda ambayo umepangiwa na mchawi kwamba mabaya kupate, unajitoa kule katika jina la Yesu Kristo. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Mithali mlango wa 11 na mstari wa 8, maandiko yanasema ya kwamba mwenye haki huokolewa katika dhiki na mtu mwovu akaingia badala yake. Lakini hii haiwezi katokea kama haujajitosha katika maombi, ili kwamba yule aliyokupangia mabaya atumbukie kwenye hayo mabaya mwenyewe. Maandiko yanasema ya kwamba achimbaye shimo atatumbukia mwenyewe, naye ambigirishaye jiwe litamrudia. Haiwezekani aliyekuchimbia shimo akatumbukia mwenyewe. Kama number one, hautamuomba Mungu ili ukapate kujua ile kwenye njia yako nani amekuchimbia shimo. Na number two, kama haujafahamu namna ya vile ambavyo utamweka huyo aliyechimba hiyo shimo kwenye hiyo shimo ndani yake. Mashimo mengi ambayo watu wengi wameingia ndani yake wanatesekea kule, ni kwa sababu walikuwa wamelala, na walipokuwa wamelala wachawi nao wakawa wako alert, wakawapangia mabaya, na yale mabaya akawapata. Kwenye maisha yako mabaya asije akakupata, na wala tauni isiingie kwenye hema yako. Shetani akitaka mabaya kupate kwenye maisha yako, kile anachokifanyanga huwa anaweka kiu ya dhambi ndani yako. Maana dhambi inakuanga ni mnyororo mkubwa ambao ni wa kukufuta katika shimo la kichawi, katika mabaya. Anakutia kiu ya kufanya uasherati, anakutia kiu ya kuwa na hasira, kiu ya kuwa mwongo, kiu ya kuwa na wifu, kiu ya kuwa mfisadi. Akikuweka ile kiu ukifanya ile dhambi, ndio hivyo hivyo. Sasa ile dhambi kwa sababu ni mnyororo, shetani anatumia ule mnyororo kukufuta katika mabaya. Usidhanie kama wachawi wafanyai kazi, wanajuanga namna ya vile ambavyo wanakuingiza kwenye hiyo shimo ambao wamechimba. Wametengeneza namna kabisa, wewe tu ndio umelala na ujui kile ambacho kitakutokea kesho. Ndio maana maandiko yanasema kwamba msifurahie, msijisifu kwa ajili ya kesho, maana mjui kitakachozaliwa na siku moja. Siku ya kesho inakuanga na uwezo wa kuzaa, yaani kesho yako inakuanga na tumbo ya uzazi, inaweza ikazaa kizuri ama kibaya. Ndio maana maandiko yanasema usijisifu kwa ajili ya kesho, maana ujui kitakachozaliwa na siku moja. Kumbe kesho inakuanga na tumbo ya uzazi, izae kizuri ama kibaya. Ukiona mtu ambaye mazuri amemtokea, ujue kwamba bado hiyo siku ambayo imemtokea nzuri ilikuwa bado ni mimba, na alipofika ile siku ikazaa mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa ukisoma kwenye kile kitabu cha Mhubiri mlango wa 12 na mstari wa 1, maandiko yasema mkumbuke Bwana Mungu wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo baya, utakaposema sina furaha katika hili. Kumbe katika siku zako za ujana ndio wakati ambao unafaa kumuomba Mungu kabisa. Wakati ule uko na nguvu, wakati ule uko na afya, wakati ule mambo yanakuendea vizuri, wakati ule uko na amani, ndio siku za ujana wako. Maandiko yanasema mkumbukeni Bwana siku za ujana wenu, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, utakaposema sina raha katika hili. Ukimkumbuka Bwana katika siku ya uovu, katika siku ya ujana, ujue kwamba Mungu atakukumbuka katika siku ya uovu. Maana kuna siku ambayo umepangiwa kabisa uovu katika ufalme wa giza. Ni wewe tu haujafahamu kwamba umepangiwa mabaya. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Waefeso mlango wa 6 na mstari wa 13, maandiko yanasema ya kwamba kwa hivyo toaeni silaha ili mkapate kushindana siku ya uovu. Paulo anasema kwa maana kushindana kwetu sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya jeshi la pepo wabaya katika ulimwengu wa kiroho. Anawaambia toaeni silaha kwa sababu hiyo siku moja ambao shetani amekupangia ya mabaya. Na ndio maana sasa topiki yangu nataka nizungumzie kuhusiana na siku ya uovu na silaha za vita katika hiyo siku ya uovu. Silaha ambazo unafaa kutumia ni gani kama ikitokea kwamba umeingia katika siku ya uovu, ama kama utaki kuingia katika hiyo siku ya uovu, utatumia silaha gani ili ujiepushe na siku ya uovu katika kalenda za kichawi?